nani atakayekuwa mrithi wa nafasi hiyo, lakini kuna majina ya wanazuoni kadhaa kama inavyoelezwa, akiwemo maalimu anayeongoza baraza la vyuo vya kidini vya mji mtakatifu wa kidini wa Iran, Qum, na vile vile hata jina la mtoto mkubwa wa kiume wa Ayatullah Khamenei, naye pia anatajwa kupewa nafasi kubwa, kwamba pengine atakuwa miongoni mwa watu ambao watapendekezwa au pengine atakuwa na nafasi kubwa ya kuchaguliwa kushika nafasi hii. Lakini kwa uwazi kabisa hadi sasa bado haijafahamika ni nani atakayekuwa mrithi wa Ayatullah Khamenei. Ni sauti ya Abdul Fattah Musa, huyo mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati na pia mwandishi wa habari akiwa mjini Tehran. DW tunavuma kwa kishindo. Tunasafiri pamoja katika dunia yetu. Leo jioni tuandikie maoni yako kwenye kurasa za mitandao yetu ya kijamii. Tafuta DW Kiswahili kwenye Instagram na hata Facebook, na pia tupo kwenye TikTok na YouTube. Mvutano katika vita kati ya Urusi na Ukraine umeendelea kuenea nje ya uwanja wa mapigano, huku tukio kubwa la kushambuliwa na kuzamishwa kwa meli ya gesi ya Urusi katika bahari ya Mediterania na mvutano mpya wa kidiplomasia kuhusu nishati na mazungumzo ya amani vikijitokeza. Doto Bulendu na taarifa zaidi. Kufuatia tukio hilo, Urusi imeirushia shutuma Ukraine kwa kushambulia meli yake ya kusafirisha gesi kimiminika Arctic Metagas kwa kutumia drone za majini karibu na pwani ya Libya, ambapo taarifa za Urusi zimedai meli hiyo ilizama kufuatia mlipuko wa ghafla iliyofuatiwa na moto mkubwa takriban maili za baharini 130 kaskazini mwa Sirte. Taarifa zaidi zinasema wafanyakazi wote 30 waliokuwa ndani ya meli hiyo waliokolewa, huku wengine wawili wakipata majeraha ya kuungua, ambapo Moscow ilitaja shambulio hilo kama tendo la ugaidi wa kimataifa na uharamia wa baharini, ikidai drone hizo zilianzishwa kutoka pwani ya Libya. Endapo madai hayo yatathibitishwa, itakuwa ni nadra kwa Ukraine kufanikiwa kulenga meli za kivuli za Urusi umbali wa takribani kilomita 2000 kutoka mipaka yake. Meli hiyo ilikuwa imewekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Ulaya na ilikuwa imebeba takribani tani 62,000 za gesi ikielekea bandari ya Port Said huko Misri baada ya kuondoka Murmansk, ambapo mpaka sasa Ukraine haijatoa taarifa yoyote ya kukanusha ama kukubali kuhusika na shambulio hilo. Wakati huo huo, siasa za nishati zimezidi kuwa kitovu cha mvutano barani Ulaya. Rais wa Urusi Vladimir Putin anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Hungary kujadili usambazaji wa mafuta, huku Hungary na Slovakia zikilalamikia kusitishwa kwa usambazaji kupitia bomba la Drozhba linalopita Ukraine.